Naam, asante kwa kuendelea kuchagua Channel 10 Plus ya habari, na sasa ni viwanjani. Upo nami Witness Ngalawa. Karibu na naanza habari za kitaifa, ambapo Baraza la Michezo la Taifa limeupongeza uongozi wa chama cha Netball Tanzania CHANETA kwa kuandaa semina ya makocha wa mchezo huo, ambapo zaidi ya makocha 50 wameshiriki semina hiyo ambayo ina lengo la kufufua mchezo huo kupitia mafunzo kwa makocha. Zaidi na mwana michezo wetu. Akizungumza wakati wa kufungua kwa mafunzo hayo, afisa michezo mwandamizi wa Baraza la Michezo la Taifa, Ingrid Kimario, wakati alipomwakilisha katibu mtendaji wa BMT, amesema kuwa semina kama hizo ni muhimu kwa makocha, hususan katika kipindi hichi ambacho mchezo huo unatakiwa kurudi katika ubora wake. Sio mchezo wa kubeza, ni mchezo ambao unatumia akili, mchezo ambao unatumia nguvu, ni mchezo ambao unatumia ushirikiano, teamwork, kwa sababu si ni mchezo wa timu, kwa hiyo lazima kuwa kuna teamwork. Kwa hiyo nyinyi mmepata nafasi ya kipekee kabisa kuwa katika mwaka huu, nafikiri ndio mafunzo ya kwanza. Kwa hiyo tuwashukuru chama kwa kuweza kuorganize haya mafunzo, na nyinyi mkawa ni watu wa kwanza kwa 2023 kupata haya mafunzo. Hii ni hazina kubwa sana. Ni hazina kubwa sana kwetu sisi. Kama kweli wataenda kuyafanyia kazi haya watakayofundishwa, ni hazina kwetu kubwa sana na mabadiliko yatatokea. Ni mshangao mkubwa kutokana na kitu ambacho wamekiandaa kwa ajili ya faida ya netiboli kwa miaka ijayo. Tunapenda kushukuru uongozi wa chama cha Netball Taifa kuamua kwa mapenzi ya dhati kabisa kuleta kozi hii muhimu kwa ajili yetu sisi coaches. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nikodem Arajiga. Uchaguzi wa kuwapata viongozi wapya wa kamati ya Olimpiki unatarajiwa kufanyika Aprili 12 mwaka huu katika ukumbi wa makumbusho ya Taifa Posta jijini Dar es Salaam, ambapo jumla ya majina 24 yameidhinishwa na kupitishwa kuwania nafasi ya uraisi, makamu na wajumbe wa kamati hiyo. Taarifa zaidi na Kenny Malila. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo, mwenyekiti kamati ya uchaguzi Ibrahim Mkwawa amesema mchujo makini umefanyika ili kupitisha wagombea wenye weledi watakaoleta maendeleo endapo watachaguliwa, huku kampeni rasmi zikianza leo. Kanuni za uchaguzi zina maadili. Kwa hiyo tusingependa kusikia wagombea wanafanya kampeni kinyume cha taratibu zilizowekwa kwenye kanuni za uchaguzi. Na si tu kanuni za uchaguzi, lakini maadili yako kila sehemu. Kuna makatazo ya rushwa, inaweza asiwepo kwenye kanuni zetu, lakini ni jambo ambalo haliruhusiwi. Hatutarajii wagombea kujihusisha na vitendo vya rushwa wakati huu wa kampeni. Na ikitokea kwamba mtu amefanya kampeni kwa kutumia rushwa, basi kamati ya uchaguzi haitasita kumwengua. Kawaida sisi katika tamaduni zetu na mahusiano yote na serikali, kuna wale wasajili wa Zanzibar na msajili wa bara na mrajis Zanzibar wanaalikwa. Vile vile huwa tunaalika makatibu wakuu wa mabaraza yetu yote mawili. Kwa hiyo hao ndio watu ambao huwa tunawaalika kwenye mikutano yetu yote, sio ya uchaguzi peke yake. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Ligi ya mpira wa mikono mkoa wa Dar es Salaam mwaka 2026 imeendelea kutimua vumbi katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Kampala kilichopo Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, huku vilabu vya High Voltage na JKT Tanzania zikiendelea kutawala ligi hiyo ambayo imezidi kupamba moto. Zaidi na mwanamichezo wetu. Wakizungumza mara baada ya kuchezwa kwa michezo hiyo katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Kampala Gongo la Mboto, makocha na wachezaji wa vilabu shiriki wameeleza hali ya ushindani na kufika kwa vilabu shiriki, huku wengi wakiupongeza uongozi wa Dareva kuandaa ligi hiyo ambayo ni kiungo muhimu katika kuimarisha timu za taifa. Nafasi sio mbaya, yani sio mbaya sana, tumepambana. Lakini kama hivi tulivyofungwa, tukienda mazoezini, kocha ameona vitu tulivyofanya ambavyo vimesababisha tukafungwa, so ataenda kutuelekeza, tutafanyia mazoezi
na Mwenyezi Mungu akitujalia game ijayo tutafanya vizuri zaidi. Mchezo ulikuwa mgumu, lakini tumeweza kupata matokeo mazuri kwa upande wetu. Kwa tumeweza kushinda kwa seti 3-0. Kuna gaps zilikuwa tunatengeneza gaps nyingi, tukafanya makosa mengi yalosababisha tukaadhibiwa. Kwa mambo hayo tumeyaona, tutaenda kuyafanyia kazi na imani wakati mwingine tutakapokutana vijana watakuwa wako vizuri. Kwa hiyo mtu anapofungwa hayo ni matokeo tu. Tunashukuru Daleva tutapata exposure, mashindano ni mazuri, vijana wanakuja kila siku wapya kama tunavyoona kwenye ligi hapa kuna timu zina vijana wapya. Mwaka jana hakuwepo lakini mwaka huu wapo. Kwa hiyo tunaomba Daleva aendelee kuboresha mashindano hivi ili mwakani tena mbeleni huko tuendelee kupata chipukizi wengine wazuri zaidi ya wale tuliopata sasa. Kwa ligi ya Daleva kwa timu ya JKT lengo letu ni kufika finali na ikiwezekana tuweze kushinda kombe mwaka huu. Sisi kwenye tasnia yetu ya volleyball tunapendelea pia serikali iweze kutilia mkazo na kutilia jicho kwa upande mwingine. Gervas Patrick, Channel 10 Michezo. Asante Gervas Patrick. Kwingineko ni kuwa timu ya soka ya Mlimani Academy imejikuta ikiaga mashindano ya kombe la Pasaka yanayotarajiwa kufikia tamati leo katika uwanja wa michezo wa kumbukumbu ya Jumbe mjini Manyoni baada ya kuchapwa kwa penalti magoli 9-8 dhidi ya Talent Ocean. Huyu hapa Jumbe Ismail kutoka Singida. Katika mashindano hayo yenye udhamini wa diwani wa kata Manyoni mjini Super Stanley Sembe, mchezo huo uliokuwa umevuta hisia za wanasoka wengi wa mjini Manyoni kuamini kwamba timu ya Mlimani yenye kulisakata kandanda la kufundishwa wangeweza kutoka kifua mbele dhidi ya mahasimu wao Talent Ocean. Timu ya Talent Ocean walianza kupata bao la kuongoza katika dakika 38 za kipindi cha kwanza kufuatia mchezaji wa Mlimani Academy kutaka kuokoa na badala yake kujikuta akiwasaidia wapinzani wao kupata bao la kuongoza. Katika dakika ya 75 Mlimani Academy waliweza kusawazisha goli na hivyo hadi dakika 90 zitatamatika timu hizo zilitoka uwanjani zikiwa na sare ya goli 1-1 na ndipo ikaamriwa kupigwa mikwaju wa penalty ambayo Talent Ocean wakapata penalty 8 dhidi ya 7 walizopata timu ya Mlimani Academy. Wakati huo huo, katika mchezo wa leo wa fainali ya kombe hilo unatarajiwa kuzikutanisha timu za National FC dhidi ya Manyoni Sports Center zote za mjini Manyoni. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail, na taarifa yake inanipeleka kuangaza kunani katika medani za kimataifa. Naam, hujambo na karibu tuzitazame habari za michezo kimataifa. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi hii leo kwa michezo miwili ya robo fainali itakayochezwa nchini Uhispania na nchini Ureno. Michezo ya leo inatarajiwa kuchezwa majira ya saa 4 kamili usiku ambapo mabingwa mara nyingi zaidi wa mashindano hayo, klabu ya Real Madrid itakuwa katika uwanja wake wa nyumbani wa Estadio Santiago Bernabeu jijini Madrid kualika vigogo wa soka kutoka nchini Ujerumani Bayern Munich, mchezo ambao unatarajiwa kuwa mgumu na wa kusisimua, huku Bayern Munich akionekana kuwa bora kwa sasa chini ya kocha Vincent Kompany. Ikumbukwe Real Madrid ilifuzu katika robo finali mara baada ya kuwaondosha Manchester City, huku Bayern Munich wao wakifuzu kwa kuitupa nje kwa aibu klabu ya Atalanta kutoka nchini Italia. Mchezo mwingine utakuwa katika dimba la Estadio Jose Alvalade jijini Lisboa nchini Ureno. Wenyeji Sporting Club watawaalika washika mitutu wa London Arsenal the Gunners, mchezo ambao Arsenal anaingia akiwa na kumbukumbu mbaya ya kuondoshwa katika mashindano ya FA Cup dhidi ya Southampton huko nchini Uingereza. Sporting Club Lisbon wanatazamiwa kuwa wa pili katika mchezo wa hivi leo na wanatarajiwa kushuka dimbani baada ya kuwatupa nje Bodo Glimt katika hatua ya mtoano, japo wanatakiwa kuwa makini wanapoenda kuivaa Arsenal wana fainali wa mwaka 2006 ambao wana matumaini makubwa ya kufanya vizuri na kurejesha makali yao katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ni hayo tu katika habari za michezo kimataifa. Asante Juma Mohamed kutuhabarisha yanayoendelea hii leo kunako robo finali UEFA Champions League kutimua vumbi usiku huu, na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari kutoka Channel 10 Plus kwa siku nzima ya leo. Nilikuletea habari upande wa kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Langu jina ni Witness Ngalawa na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo.
wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosari hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, hususan katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, vikisambaa katika maeneo mengine ya nchi. Hivyo basi, Mamlaka ya Hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Lindi, Mtwara, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa katika mikoa ya Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na Ruvuma, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida, Dodoma, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.